Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Ndukavano na kwanza na mtasari wake. Mkuu wa wilaya Mreba mkoani Kagera Dr. Abel Nyamahanga ameagiza ofisi ya mkurugenzi kuwahamisha watendaji wa vijiji waliokwamisha ukusanyaji wa mapato maeneo ya visiwani. Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imewahukumu kunyongwa hadi kufa askari wawili wa polisi waliohusishwa na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini Musa Hamisi iliyotokea mwaka 2022 mkoani humo. Na idadi ya vifo vya Wapalestina katika ukanda wa Gaza imefikia watu 55,959 hadi sasa, na wengine 131,242 wamejeruhiwa tangu kuanza kwa vita kati ya Hamas na Israel Oktoba mwaka 2023. Habari kamili. Biharamulo. Dereva wa bajaji mkazi wa kijiji cha Ntungamo wilayani Biharamulo mkoani Kagera amefariki dunia baada ya bajaji aliyokuwa akiendesha kupinduka. Mganga wa zamu hospitali teule ya wilaya Biharamulo Dr. Tumpale Akim amemtaja marehemu kuwa ni Venus Pastori mwenye umri wa miaka 26, na baada ya kufikishwa hospitali ni hapo Juni 21 akiwa mahututi kwa kubanwa kifua. Dr. Akim amesema kuwa baada ya uchunguzi wa kitabibu walibaini kuwa marehemu alipata madhara kifua kubanwa kutokana na ajali hiyo, kushindwa kupumua na kusababisha kifo chake. Jioni majira saa 12 hivi tulipokea Venus Pastori miaka 26 mkazi wa Nyamahanga. Alifika kwetu akiwa anasemekana amepata ajali ya bajaji. Alifika kwetu akiwa na hali mbaya, alikuwa amebanwa na hiyo mizigo iliyomwangukia kwenye ajali, kwa hiyo aliumia zaidi kifua na ndani ya tumbo, tunaita internal viscera, vilipata changamoto, hiyo ikapelekea mauti yake. Jeshi la polisi wilayani humo limethibitisha kutokea kwa kifo hicho na inaendelea na uchunguzi wa ajali hiyo na kuwataka madereva wa vyombo vya moto kuwa makini katika shughuli zao. Chato. Watoto wenye ulemavu kisiwa cha Iozu kata ya Muungano wilayani Chato mkoani Geita wameshindwa kuanza masomo kutokana na ukosefu wa miundombinu rafiki ya usafiri kwenda shule. Baadhi ya wakazi wanaoishi na watoto wenye mahitaji maalum, Bwana Barisimaki Mark, Petro Sebastiani na Masatu Bunyonga, wamesema hayo wakizungumza na Radio Kwizera juu ya changamoto za ukosefu wa miundombinu ya elimu kisiwani humo. Wamesema watoto wanaoishi katika eneo hilo hufuata masomo katika shule ya msingi Rubambangwe, ambapo wanalazimika kuvuka maji kwa kutumia mitumbwi ya kasia, jambo ambalo watoto wenye ulemavu hawawezi. Kuna watoto wenye mahitaji maalum, mfano kama watoto walemavu wanapata changamoto kubwa sana, wanashindwa kupata haki ya msingi, wanashindwa kupata elimu. Kuna maji, tunatumia kivuko cha mitumbwi, sasa inakuwa changamoto. Sababu elimu ni msaada sana kwa mtoto kama huyu, anapopata elimu angalau tupate changamoto kidogo, mtoto atoke kwenye giza. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Mandiaki hiyo amesema wameweka mpango wa kununua kivuko kwa kuwavusha watoto na kwamba tayari wananchi wameanzisha shule shikizi itakayokamilishwa kwa fedha za mapato ya ndani. Mreba. Mkuu wa wilaya Mreba mkoani Kagera Dr. Abel Nyamahanga ameagiza ofisi ya mkurugenzi kuwahamisha watendaji wa vijiji vya visiwani waliokwamisha ukusanyaji wa mapato kwenye maeneo yao. Dr. Nyamahanga amesema visiwa vya Ziwa Victoria vya kata 5 vimekuwa zikikusanya 50% ya fedha za mapato na kwamba ukusanyaji wa mapato linahitaji ushirikiano wa kutosha kufikia malengo. Amesema kuwa wapo baadhi ya watendaji wa vijiji hawatoi ushirikiano kwa watendaji wa kata waliopelekwa hivi karibuni wakati zoezi la ukusanyaji wa mapato, hivyo ofisi ya mkurugenzi mtendaji inatakiwa kufanya mabadiliko ya watendaji hao. Ili mtendaji aende kule lazima tumpitishe katika vyombo, tumtathmini, tumpekue, tuone kufaa kwake, kwa sababu anakwenda kukusanya fedha za serikali, fedha nyingi ziingie kwenye miradi, zitekeleze, ziingie kwenye kata na vijiji. Tumekusha kutoa mapendekezo. Changamoto zilizopo huko ni wale watendaji wa vijiji waliopo huko wanawakwamisha watendaji wa kata waliokwenda. Tumekusha kutoa maelekezo kwamba mkurugenzi ayafanyie kazi ili aweze kuwabadilisha, tupate matokeo chanya, sio kwa nia mbaya ila ni kwa nia njema. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya makusanyo. Kwa hiyo tutaendelea kushauri ni kwa nia njema ili tuweze kukusanya mapato yetu.
Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mreba Bwana Isa Mbenje amesema atakaa na watendaji hao kwa maelekezo ili kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza kuvunja rasmi Baraza la Wawakilishi Zanzibar ifikapo Agosti 13 mwaka huu. Dr. Mwinyi ametangaza hatua hiyo wakati akihutubia Baraza la Wawakilishi visiwani Zanzibar, na kwamba anafanya hivyo kutoa mwanya wa kuwawezesha maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka huu. Rais Mwinyi leo amesema kuwa mamlaka aliyonayo kwa mujibu wa katiba Zanzibar ya mwaka 1984, anatangaza kuwa atalivunja rasmi baraza hilo Agosti 13 mwaka huu, ili kutoa nafasi ya matayarisho kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa madaraka nilionayo kwa mujibu wa kifungu cha 91 kifungu kidogo cha pili A cha katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Napenda kutangaza kwamba baraza la 10 la wawakilishi nitalivunja rasmi tarehe 13 Agosti 2025. Uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar utafanyika mwezi Oktoba mwaka huu kwa mujibu wa tarehe itakayotangazwa na kupangwa na Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC. Mtwara. Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imewahukumu kunyongwa hadi kufa askari wawili wa polisi waliohusishwa na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini Musa Hamis yaliyotokea mwaka 2022 mkoani humo. Hukumu hiyo imetolewa leo na jaji wa Mahakama Kuu Kanda Dar es Salaam Hamidu Mwanga baada ya wawili hao kupatikana na hatia ya mauaji ya mfanyabiashara huyo. Waliohukumiwa adhabu hiyo ni mrakibu wa polisi Gilbert Kalanje aliyekuwa mkuu wa upelelezi wa wilaya OCCID na mrakibu msaidizi Charles Onyango aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi. Akisoma hukumu hiyo, Jaji Mwanga amesema mahakama imeridhika pasipo kuacha shaka kwamba washtakiwa hao wawili walihusika na mauaji hayo na kuachia huru washtakiwa wengine 5 baada ya ushahidi kutotosha kuwatia hatiani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Abuja. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo na Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wamekiri kuwa kanda hiyo inakabiliwa na ongezeko la machafuko na ukosefu wa utulivu wa kisiasa. Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone aliyepokea wenyekiti wa jumuiya hiyo kutoka kwa Rais Bola Tinubu wa Nigeria amesema Afrika Magharibi inapitia changamoto kubwa. Changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa usalama katika kanda ya Sahel na mataifa ya pwani, ugaidi, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, upitishaji wa silaha kimagendo na uhalifu wa kupangwa. Katika mkutano wa viongozi hao uliofanyika jana mjini Abuja, Nigeria, Maada Bio amesema muda umefika wa kushirikiana kiusalama, ikiwemo kuunda kitengo cha pamoja cha ujasusi na kitengo cha uotaji wa silaha. Gaza. Idadi ya vifo vya Wapalestina katika ukanda wa Gaza imefikia watu 55,959 hadi sasa, na wengine 131,242 wamejeruhiwa tangu kuanza kwa vita kati ya Hamas na Israel Oktoba 7 mwaka 2023. Takwimu za hospitali za Gaza na huduma za ulinzi wa raia ya saa 24 zilizopita, mashambulizi ya Israeli yameua Wapalestina 51 na kujeruhi wengine 104. Jumamosi pekee takriban watu 41 waliuawa katika mashambulizi ya ardhi na anga. Shirika la misaada la World Center Kitchen CWCK limetangaza kurejesha shughuli zake katika ukanda wa Gaza baada ya kusitishwa kwa zaidi ya wiki 6. Shirika hilo limesema kuwa maroli ya misaada yamewasili Gaza kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya wiki 12, na huduma ya chakula inaanza tena katika maeneo kadhaa kukidhi mahitaji ya dharura ya Wapalestina waliotawanywa. Kabla kumaliza taarifa ya habari, hutena ni muhtasari wake. Mkuu wa wilaya Mreba mkoani Kagera Dr. Abel Nyamahanga ameagiza ofisi ya mkurugenzi kuwahamisha watendaji wa vijiji waliokwamisha ukusanyaji wa mapato kwenye maeneo ya visiwani. Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imewahukumu kunyongwa hadi kufa askari wawili wa polisi waliohusishwa na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini Musa Hamis yaliyotokea mwaka 2022 mkoani humo. Na idadi ya vifo vya Wapalestina katika ukanda wa Gaza imefikia watu 55,959 hadi sasa, na wengine 131,242
242 wamejeruhiwa tangu kuanza kwa vita kati ya Hamas na Israel Oktoba 7 mwaka 2023. Waza Wazua. Msikilizaji, ukiona mtu anakuulizia unafanya kazi gani au kipato chako, jua wakati mwingine anataka kupanga kiwango cha kukuheshimu. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya radiokwizera.co.tz. Saa 5 kamili za usiku utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita.